hatimaye dabi ya Kariakoo, mchezo umeweza kutamatika pale katika uwanja wa New Amani, ardhi ya Mama Kizimkazi Zanzibar. Bana Malaika, hatimaye 0-0. Hapana, ni 0-0 ni mchezo, lakini kwamba umeona kabisa kwamba ni goli Simba alishapachika. Ni goli ambalo nasema ni mwalimu, ni goli liko safi, ni goli ambalo halina kipingamizi, ni goli ambalo halina haja ya kutumia viala sio nini, hapana. Lakini waamuzi wameweza kuonyesha kwamba mahaba yao ya dhati katika mchezo wa leo, lakini Simba alikuwa na kila sababu na kila sifa ya kuibuka kuwa mshindi katika mchezo wa leo. Bana, moja kati ya sakata ambalo lilikuwa halijakaa vizuri kuhusiana na Nasoro Mwinchui, mwamuzi wa kati, leo umeona hata pengo lake hata moja? Pengo lake leo ni kidogo sana, lakini kwamba tumemwona kwamba mwamuzi amefanya vizuri leo, lakini tu mwamuzi pembeni ameweza kushindikiza kunyimwa ushindi wa siku ya leo, kwa sababu mwamuzi wa kati alifanya vizuri, lakini wa pembeni kafanya vibaya. Kwa hiyo sina mashaka na mwamuzi wa katikati, performance yake leo hajafanya makosa ambayo ya kibinadamu, ni kitu cha kawaida, ila in short leo mwamuzi wa kati ameplay vizuri sana. Pengine unaweza kusema Yanga ni vibonde kuanzia sasa hivi? Sio, naweza kusema Yanga ni vibonde, hapana, kwamba Yanga leo ametoka na alama moja katika hatua ya mzunguko wa makundi. Tunaangalia kabisa kwamba tayari kwamba Yanga sasa hivi amemzidi Simba pointi 6. Kwa hiyo maana kwamba Simba tumepata pointi moja. Maana yake nini? Simba tulikuwa na sababu ya kushinda, kwa sababu mchezo huu sisi Simba ndio tulikuwa tuna uhitaji zaidi ya kuhitaji kuliko Yanga Afrika, kuliko mtu yote. Simba ndio tulikuwa tunataka mchezo tushinde. Bana, hatimaye Depo katoka kwenye mchezo, hajamaliza mchezo, akatolewa sabu. Hii imekaa vipi? Tunamfahamu Depo. Najua mimi mwanzo tuliwaambia kwamba kuna wachezaji ambao ni performance yao wanaonyesha katika timu ndogo, alafu kuna wachezaji ambao wana uwezo kuonyesha performance yao katika michezo mikubwa. Mimi niliwaambia kwamba Depo ni mchezaji ambaye hanajipambanua kwa timu zake ndogo ndogo, lakini sio anapokutana na mnyama au na timu kubwa kama ile. Kwa hiyo mnamuona leo Depo, sawa, amekutana na Simba, ameshindwa kufanya chochote kile mpaka anafanywa sabu almost takriban dakika sio 70 ngapi sijui. Sawa. Kwa hiyo mimi niseme sio Depo peke yake mchezo wa leo. Sio Depo, sio Dube, sio Duku, sio Ngusu, sio Kunguni, sio Bamia, sio Kalanga, sio nani. Wote leo, sawa. Hakuna mchezaji yote hata mmoja ambao wadai Yanga Afrika ile safu ya mbele imeweza kuonyesha kama kuna watu. Mimi nilijua kwamba labda pale wameweka tu nani vivuli basi. Wachezaji wa Yanga. Yaani wachezaji wa Yanga leo pale walikuwa ni sana vivuli tu. Kilichosaidia Yanga leo ni kitu kimoja tu, kwamba Yanga wanaujua uchawi sana. Yanga ni wachawi. Yaani kitu ambacho Yanga kimewasaidia, Yanga wanaujua uchawi sana. Na mimi kabla ya mechi jana niliwaambia Watanzania wote kwamba mchezo wa leo utakuwa ni mgumu, lakini Simba tutapata goli moja. Na hilo goli niliwaambia watu, atakayefunga nisema ni mwalimu. Na ni kweli, goli limefungwa, goli safi kabisa. Lakini cha ukistaajabu ya Musa tuendelee kuiona kwenye klabu ya Yanga ambao wanawekeza kwenye ligi ya ndani, alafu wakienda nje wanachezewa wanarudi nyumbani. Unasema Yanga wamewekeza sana kwenye uchawi, ila picha kupitia peji za Instagram tofauti zinaonekana wana Simba wakibeba maji ambayo inasemekana kwamba ni maji ya uchawi bwana, na pale uwanjani walikuwa wanamwaga maji. Hii imekaa vipi? Mimi naitwa malaika wa Simba. Mungu huwa ananipa maono. Sawa. Niliwaambia kwamba chukueni, yale ilikuwa ni maji ya bahari. Yale sio ni maji ambayo kuna uchawi, ni hapana. Kwa ile ilikuwa special order kutoka kwako? Mimi ndio niliwaamuru. Niliwaambia jamani, hapo Yanga Afrika kuna uchawi Mungu ameweka hapo. Cha msingi ili mechi yetu kesho icheze vizuri, tuweze kupata matokeo, hakikisheni chukua maji ya bahari. Sawa. Mumwagie kila kona. Na niliwaambia, baada ya kuambia, kwa sababu wananielewa malaika wa Simba kwamba mimi nani katika sari ya Simba, wakasema haina shida, na ni kweli wakafanya. Hawajaenda kuloga maji ya bahari. Katika ukiangalia maji pekee duniani ambayo Mungu ameyapa baraka kubwa sana maji ya bahari. Maji ya bahari hayatunzi uchafu. Maana yake pale ukimwaga uchafu wote unaondoka. Leo hii wewe unaambiwa kaoge maji ya bahari, maana yake nini? Ujisafishe. Nenda kajisafishe, kajitakase. Hata ukisikia akina Mposa, sawa, maji yao tumia maji ya bahari. Yale maji upako? Yale upako maji ya bahari yale. Usiniambie bwana. Mimi nakupa kodi. Hakuna maji pekee duniani ambayo maji ni baraka kubwa dunia hii zidi ya maji ya bahari. Bwana, unadhani kitu gani ambacho kimepelekea leo msipate ushindi? Kwanza lazima tufahamu Simba sisi tuna maingizo mapya ya wachezaji wapya, alafu wameingia dirisha dogo, lakini ukiangalia mpira ambao wameenda kuonyesha tafsiri yake nini, kwamba maingizo dirisha dogo, ila sasa performance na skills
ya wachezaji ambao wako nao wana uwezo. Niseme tu kweli jamani, yule Aula tunapaswa mimi ingekuwa ni hali yangu, sawa, yani wanawake wote, sawa, wanawake wote ambao wanashangilia Simba Sports Club, sawa, kila mwanachama na kila shabiki tunapaswa kwamba tumpatie Aula, sawa, kila mwanamke alanaye pia afaje, tupate mbegu azae naye mtoto mmoja mmoja, huyo aneseti Aula, sawa, ili tupate mbegu, sawa. Maana ukimwangalia huyu Aula, yule sio binadamu, yule ni jini. Aula jini? Yule sio binadamu, ni jini. Sasa mbegu kama zile sisi Tanzania hatuna. Sasa kama hatuna, lazima tumwambie Aula asiondoke pasipo tumpatie dada zetu, yaani kwamba wadada zetu tuwapatie, waende wakampatie kidogo mimba. Aniseti Aula bwana. Lakini bado nikimwangalia Libase, unajua bwana, niseme tu kweli, mnyonge msimnyonge, haki yake mpeni, sawa bwana. Viongozi wa Simba safari hii kwenye masuala ya usajili, ili dirisha dogo hili, blaza wamefanya kitu kikubwa sana, si mwadhuri kubwa sana yani kiuhalisia viongozi wa Simba, mimi niseme safari hii shikamoo. Bwana, hatimaye Mangungu atajwi, mngefungwa mngemtaja Mangungu, sasa hivi kimya. Sasa katika mchakato huu mimi siwezi kumzungumzia Mangungu kwa sababu na nisitaka kumzungumzia Mangungu. Mpe maua yake basi, mpe maua yake. Siwezi kumpa maua Mangungu. Mimi nampa maua Magoli, ndio aliyofanya mchakato wote. Acha yote tunaona, sawa. Yeye mwenyewe alikiri kwenye kikao chake fulani, sikisemi. Sawa. Bwana, tupe kodi, kikao gani? Nakupa kodi. Sawa. Magoli ndio yeye aliyefanya mambo yote haya. Ila kuhusu Mangungu tuachane nayo. Sawa, ila leo blaza, Aula, Libase, Luemba, Klatos Chama, baba ni hatari. Na kingine, Yanga wametunyima goli letu. Yule mwamuzi pembeni, sawa, wameweza kufanya vitu vya ajabu kwa sababu wamebebwa. Yes. Pengine kwa kumalizia, una neno lipi kwa wapinzani wako? Ngoja. Neno langu la mwisho. Neno langu la mwisho kwa wanada Yanga Afrika. Sawa, ninawapa ninawapa onyo. Sawa. Mechi inayokuja ya marudiano, sawa, yani Yanga hiyo onyo waiangalie sana. Tutawapiga, na hicho kipigo tutakachowapiga ni kipigo cha popo kanyambingu. Popo kanyambingu ndio kipigo cha aina gani? Hicho kipigo, unajua popo kilala analala miguu juu kichwa chini, maana yake nini? Bwana, shukrani. Asante sana.